Waswahili walisema usilolijua ni kama usiku wa giza. Kwa baadhi ya vijana mkoani Tanga hawakulijua hili. Hatua wanazopaswa kuzichukua ili kufikia kuweza kuwa na uthubutu wa kufanya mambo mbalimbali ya kiuchumi, kiuongozi na kijamii. Lakini kwa sasa wengi wao wana uthubutu huo. Kupitia mradi wa Shiriki Tujenge Tanga Yetu unaoratibiwa na Tanga Yetu kwa ufadhili wa Foundation Botna kwa usimamizi wa Innovex, kwa sasa kuna hadithi tofauti na yenye kuonesha mabadiliko ya wazi kabisa. Miongoni mwa vijana katika shirika la Restless Development mkoani Tanga wanaijua vyema hadithi ya ugumu waliopitia hadi kufikia hatua hii inayotajwa kuwa ni mafanikio kwa baadhi ya wenzao kufikia hatua ya kujiamini katika nyanja za kiuchumi, kijamii, lakini pia hata kufanya mambo ambayo awali wasingeweza kuyafanya. Kijoli Hassan, yeye katika kata ya Msambweni A, ni mwezeshaji wa mradi wa Shiriki Tujenge Tanga Yetu. Anayo simulizi ya hali ilivyokuwa zamani na ilivyokuwa sasa katika suala zima la kujenga ustawi wa kijana. Lakini kwanza anaanza na dhana nzima kuhusiana na kijana na wajibu wake. Mambo ambayo ninafanya katika hii kata, cha kwanza ni kuwawezesha vijana juu ya elimu ya kujitambua, elimu ya uzalendo, lakini pia kujua fursa au kuzikimbilia fursa kama kijana, lakini pia kujua vipaumbele vya vijana. Yeye kama kijana ana future gani au anapenda kitu gani akifanya yeye kama, kwa sababu unakuta wimbi kubwa la vijana, unakuta mtu ana kipaumbele fulani lakini anafuata mkumbo kupitia mtu fulani. So yeye nafsi yake inamtuma afanye nini. Kwa hiyo unakuta vijana wengi sana wanafeli kupitia kufikia malengo yao. Lakini pia tunatoa elimu ya kujitambua. Yeye kama kijana anajitambua vipi au anakitendea vipi kata yake jinsi ya kwenda kuendelea maendeleo katika kata. Lakini pia tunatoa elimu ya uzalendo. Yeye kama kijana ni nani? Anapaswa afanye kitu gani? Vitu gani viko sahihi kama kijana kufanya na vitu gani sio sahihi kama vijana kufanya. Lakini pia tunatoa elimu ya haki na wajibu. Yeye kama kijana ana haki gani katika kuleta maendeleo katika kata yake. Hakuna kazi isiyo na panda shuka. Kwa Kijoli anazikumbuka baadhi ya changamoto za kiutendaji walizokumbana nazo kabla ya vijana hawa kufikia hatua hii inayotajwa kwamba wanajitambua. Changamoto zilikuwa ni nyingi sana. Changamoto ya kwanza niliyokumbana nayo, unakuta kweli unamfuata kijana, unamuelezea juu ya huu mradi, lakini kijana yuko negative sana kukimbilia huo mradi. Kwa sababu gani? Nyuma kuna kitu alitengenezewa hawa vijana. Unakuta miradi mengi inakuja katika mkoa wetu wa Tanga, inawapa elimu vijana, inawezesha vijana, lakini yani unakuta baadhi wanafaidika na ule mradi, baadhi hawafaidiki na ule mradi. Kwa wale ambao hawafaidiki na ule mradi, inakuwa ni kama sumu ya kuwatengenezea vijana wengine, kwamba uaga miradi ikija bwana wanapeana kwa kujuana, au mtoto wa fulani ndo anafaidika, miradi yote anapewa yeye. Kwa hiyo unakuta wakati naenda kuwafikia vijana, nilikutana na changamoto kama hizo. Kwa Kijoli changamoto hizo ilikuwa ni kama hamasa kwake. Lakini mimi ilikuwa nina chachu ya kufikia kuona maendeleo ya vijana. Niliamua kwanza kwenda kukaa na viongozi wangu wa serikali. Nikawaelezea juu ya tatizo kama hili. Kweli nikakaa nao chini wakanielewa. Niliomba mkutano kati ya viongozi na vijana. Kweli mkutano ulifanyika, baadaye tukakubaliana, na mpaka hivi ninavyoongea sasa hivi ushirikiano wa viongozi na vijana ni mkubwa mno. Mradi huu wa Shiriki Tujenge Tanga Yetu unaotekelezwa katika halmashauri ya jiji la Tanga yenye kata 27 una vijana wawezeshaji wengi tu kama Kijoli, ambao kutokana na kusimama kwao kidete kwa sasa, vijana walio wengi wamebadilika miongoni mwao na kuanza kuwania fursa mbalimbali zilizoanza kubadilisha maisha yao kupitia mradi huu. Vijana ni taifa la kesho, tusaidiane kuijenga kesho yao.